Katika dabi ya Kariakoo, bila shaka makocha, wachezaji wako tayari, mashabiki, pressure inapanda, pressure inashuka, moyo unataka kutoka tita. Hapa ni dakika 90, mechi dume Afrika Mashariki. Pembeni kule Depo imegonga chuma, katika nafasi kule Aniseura, chuma kingine moja. Ingia kwa mbele boda. Wakati sasa hivi mimi ni kwa uko upande wa pili ambako moto ni mkali sana na kupungia ndugu yangu ya maandalizi ya dabi. Kikubwa tuko na kazi mbili. Moja ni kujaribu kutengeneza hamasa ya watu, wadau, mashabiki kuelekea mechi ya kesho, lakini la pili ni kwa ajili ya matangazo moja kwa moja. Mimi nimekuja kwa kazi mbili, kwanza kama producer wa hamasa na maandalizi ya awali, lakini pia commentator wa mechi. Kimsingi swali lako liliuliza maandalizi mazuri. Mpaka tumefika leo Jumamosi na Jumapili, kwa asilimia 70 nimeshafanya maandalizi ya msingi, namna ya kwenda kuitangaza hiyo mechi kwa maana ya situational analysis. Unajua inapochezwa Zanzibar ina mazingira tofauti na bara, uwanja wa Benjamin Mkapa. Hapa kuna utamaduni wake, na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia kuna mfungo wa Kwaresma. Kwa hiyo mazingira lazima yatofautiane, na maana yake mechi ngapi zimechezwa katika mfumo kama huu, mechi ngapi zimechezwa Zanzibar, matokeo yanakuwaje, current form ya timu zote ikoje, wachezaji gani ni hatari key players, ni wachezaji gani wana takwimu nzuri, ni wachezaji gani wana historia katika dabi, historia ya makocha katika dabi ya timu zote mbili, wachezaji gani waliokuwepo katika dabi nyingi labda 5. Kuna vitu vya msingi ambavyo ni relevant, vinahusiana na mechi na viandaa kwa uchache, si kwa wingi sana. Huwezi kaja hapa na notes kubwa au faili kubwa lenye notes nyingi kwamba anaenda kutangaza mechi kubwa. Mwisho wa siku hakuna nafasi ya kuzungumza vitu vingi. Nafasi iliyopo ni kidogo kwa ajili ya kuleta uhalisia na kutrace nyuma kidogo, watu wajue historia kwa kiasi, lakini burudani ya pale mpira ukiendelea na namna watu wanavyopiga nginja za dabi ya Kariakoo, ndo watu wanahitaji na wanataka burudani. Kwa hiyo niko tayari kwa mechi ambayo itakuwa ni nzuri, I hope. Na ugumu kiasi gani? Na mechi itakuwa ni ngumu kama kawaida. Unajua dabi ya Kariakoo haina mwenyewe na haitabiriki kwa lugha rahisi zaidi ya kimpira, lakini mechi za namna hii zinahitaji wachezaji kuwa fiti kwa maana ya physically and mentally. Inaanza kuchezwa kichwani. Na mbaya zaidi, mmoja amekuwa na mfululizo wa matokeo mabaya, game 6 mfululizo Simba anapoteza mbele ya Yanga, na wanafahamu kwamba wakipoteza itakuwa ni mechi ya 7 mfululizo, kitu ambacho ni kibaya zaidi kwao. Kwa Simba watahitaji kujaribu kupindua ule uteja ambao wamekuwa nao, na ni mbaya kwao. Lakini Yanga pia wanahitaji kushinda huu mchezo ili kuendeleza rekodi nzuri mbele ya Simba. Lakini pia kuna gap ya alama 5 kati ya timu hizi mbili, na kila mtu amecheza mechi 10. Maana yake ni kwamba Yanga akishinda atakuwa na gap la alama 8 ambazo zitakuwa ni nyingi sana kwenye kufukuzia ubingwa kwa Simba Sports Club. Na Simba akishinda nataka atapunguza, atakuwa alama 2 na watu watakuwa na michezo 11. Kwa hiyo ile title race itakuwa ni tamu zaidi. Kwa mazingira kama hayo yanaofanya mchezo unakuwa ni mgumu. Mchezo unatakiwa wachezaji waingie kwa tahadhari, na tutegemee kuona bila shaka mchezo ambao utakuwa wazi sana, kwa sababu kila mtu anajua umuhimu wa kushinda mechi hii na umuhimu wa kupata matokeo, kuanzia wachezaji, makocha, viongozi mpaka mashabiki. Walimu wote wanaingia kwenye dabi hii, kila mmoja akiwa ndo dabi yake ya kwanza kwenye miguu ya NBC. Kwa upande wa Pedro pamoja na Steven Becker, unaona mechi hii ikiamuliwa zaidi na mbinu za walimu hawa ama wachezaji binafsi, lakini pia wale ambao wazoefu wa hizi mechi, wakina Gayo Aura, wakina Okelo, ni wachezaji wageni kwenye dabi ya Kariakoo? Hapo kuna namna mbili Zainab. Ya kwanza ni namna, unajua mwisho wa siku timu ya mpira, tactical approach na game plan inafanywa na mwalimu. Mwalimu ana watu wengi wanaomsaidia. Kuna wale video analysts ambao kazi yao ni kujaribu kuangalia wapinzani wanachezaje,
wapinzani wana uimara wapi, wana udhaifu wapi, afu yeye ndo anatengeneza setup ya timu ili kujua anaingiaje. Kwa mfano labda Steve Barker akajua kwamba Yanga ni wazuri kwenye transition, kwa maana kushambulia pale ambapo wanakuwa wamepora mpira, wanafanya ball recovery, mnawashambulia, wanachukua mpira, wanafanya transition na kufunga. Sasa kwa nyakati kama hizo ni lazima uhakikishe kwamba unaziba njia ya transition usije kufunga. Kwa hiyo tutaona maswali mengi ambayo walimu wanaulizana katika mbinu na ufundi ambazo wana inject kwenda kwa wachezaji, lakini kwa wachezaji nao tutaona namna ambavyo watakuwa bora kwenye kutafsiri zile approach na game plan za walimu wa timu zote mbili. Na kitu kingine ambacho tunataraji kuona ni namna ambavyo wachezaji wale wapya wataingia katika dabi na wao watakuwa wameshaambiwa, wameambiwa kwamba mechi hii ina ujiko. Yaani mechi ambayo unaweza ukaokota hata kwa matajiri wale wanaopenda Simba na Yanga, hata kwa kukupa zawadi tu kwamba bwana weka vocha, kunywa soda ya milioni 2, soda ya milioni 5, kunywa maji, umetufurahisha. Ndio mechi ambazo zinahitaji kufanya vizuri, lakini bonus pia zinakuwa ni kubwa sana. Simba anaweka bonus, Yanga anaweka bonus. Kwa hiyo mkishinda mnakuwa mna neema kubwa. Kwa hiyo wachezaji pia wameambiwa bwana kwamba hii ndio mechi namba 1 kwa ubora, ndio mechi kubwa ambayo ukipoteza inaweza kukusumbua msimu mzima, kama mashabiki wakakasirika, na ndio mechi ambayo inaweza kukupa ustaa. Fikiria Depu anafunga goli labda zuri, amanake sifa yake inakuwa ni kubwa. Okelo anafunga goli, labda Anse Ura anafunga goli, Libase Gay anafunga goli kwa Chama. Obvious amecheza mechi nyingi hizi, so kwake yeye ni jambo la kawaida. Kwa hiyo lazima wale wageni wameambiwa na wale wachezaji wa zamani kwamba hii ndo finest ya soka la Tanzania. So I hope itakuwa ni mechi nzuri ambayo itakuwa na ushindani mkubwa kwa makocha na wachezaji, na utakuwa na dabi nzuri. Kutagana na mechi ngumu hapo. Huyo ambaye anakuja timu ikiwa imeshinda mara 6, huyo ambaye timu haijapata ushindi mara 6 kwa wote wana mechi ngumu kwa sababu Pedro Gonçalves naye anahitaji kuendeleza rekodi za wenzao ambao na watu tumewashona mara 6. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuwafunga na ndio ujiko wa kuwafunga Simba, lakini tutengeneze gap kwa sababu mwisho wa msimu inaweza kaamuliwa mechi ya dabi. Msimu uliopita bingwa amepatikana katika mechi ya mwisho ambayo ndio ilikuwa ya mwisho kabisa baada ya kuahirishwa dana za hapa na pale. Kwa hiyo wanafahamu kwamba inaweza kufika mahala Simba na Yanga ile mechi ndio kaamua nani awe bingwa. Sasa pressure ile watu wengi huwa hawapendi na walimu wengi hawapendi. Kwa hiyo Pedro atakuwa ameambiwa kwamba tunatakiwa kushinda, lakini anajua kwamba Simba ni timu bora. Kwa Steve, yeye kwake ni ngumu zaidi kwa sababu kwa vyovyote vile itakavyokuwa Simba watahitaji wasifungwe mara 7. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, 6, 7. Dabi ya Kariakoo. Simba na Yanga hii ni mbaya sana. Kwa hiyo anaomba bwana hii ni too much. Na kama Simba atapoteza mechi, I can bet hali itakuwa ni mbaya sana. Unaweza katokea mvutano mkubwa na purukushani nyingi sana kwa sababu itakuwa ni fedheha kubwa kwao. Kwa maana hiyo lazima wamefanya maandalizi, na ndio maana ukiangalia wanakwenda taratibu. Wasema Simba mwenda pole ndo mla nyama. Simba hawazungumzi sana. Slow but sure. Wamekaa kimya kwa kiasi, wanazungumza kwa tahadhari kubwa. Maana yake wanatengeneza mitego, na Yanga ni wataalamu bila shaka wa mitego wanayojua, na tutaona mechi nzuri. Na baada ya mitego ya nje, mazungumzo ya nje, matambo na kila nini, kipenga cha Nasra Mwinchui kikipulizwa pale, kila kitu kinabadilika. Sasa vita ni uwanjani. Mpenja, kwa historia yako ya kutangaza dabi, unadhani hii ni miongoni mwa dabi ngumu kuliko ambazo zimepita hapo nyuma? Siwezi kujibu moja kwa moja. Lakini ni miongoni mwa mechi ambayo itakuwa ni ngumu na nzuri. Kikubwa ni namna ambavyo timu zote zimeongeza nguvu, especially Simba. Imeongeza wachezaji 6 ambao wameingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja na wanafanya vizuri. In that case unaiona Simba ambayo itachangamka, Simba ambayo itakuwa na spirit kubwa ya kutafuta ushindi, na Yanga wanahitaji kuendeleza ubabe na rekodi nzuri mbele ya Simba. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni mechi yenye burudani kubwa, si ngumu kwa maana ya kuifanya, lakini inaweza kuwa ni mechi ambayo itakuwa na burudani kali nzuri ya kabumbu kutokana na ubora wa timu zote mbili, Simba na Yanga, na mechi ni Yanga na Simba. Katikati ya kiwanja wanakutana wavunja kuni wawili, Damaro lakini pia Yusuf Kagoma.
kwenye bato ya kiungo, unaona itakuwa na ushindani kwa namna gani? I hope walimu wataanza na viungo wa chini wawili kila mtu. Na expect kumuona Juki Abuya na Damaro wacheze pale chini, alafu ashambulie na viungo washambuliaji watatu, asimamishe mshambuliaji mmoja kutokana na ugumu wa mechi. Lakini kwa Simba nadhani anaweza kaanza na Kante na Kagoma, wote wakawa viungo wa chini kwa maana double pivot. Na hii ni kujaribu kuabsorb pressure na mashambulizi ya wapinzani, kwa sababu dabi si ya kucheza kwa kujiachia. Huwezi kaona sana open game, ni mechi ambayo inachezwa kwa mbinu na utaratibu maalum ili kuhakikisha kwamba una absorb mashambulizi ya mpinzani, una contain pressure na intensity ya mwenzio uweze kushinda mchezo. So I hope itakuwa ni mechi nzuri ambayo ushindani utakuwa ni mzuri sana Yanga na Simba.